Naam, waligani fayetu wa Feti Media, ni time nyingine hii hapa nzuri. Tunakutana hapa Feti Media kwa lengo la kuendelea kuhabarishana, kupeana habari moto moto. Nikukumbushe tu kusubscribe na kutana on notification, kushare links kwa marafiki, ndugu na yoyote ambaye anadeserve kupata habari moto moto kutoka hapa kwetu Feti Media. Mambo ni mengi sana siku hii ya leo, lakini pia nikwambie wewe mdau wa michezo, kuna jambo lako hapa, usibanduke, usicheze mbali na sisi wakati huu, sababu kuna jambo hilo ambalo liko trending kwa sasa, na sisi kama sisi tumeamua tukusogezee moja kwa moja mezani kwako kwa siku ya leo. Lakini pia sio kwa wadau michezo tu, kwa mdau wa masuala ya siasa, mikasa na vitu vingine tofauti tofauti, utakwenda kukutana navyo huku Feti Media. Kama ulivyokuwa unajua kwamba siku ya leo ilikuwa ni official day kwa ajili ya derby ya wana Kariakoo. Nazungumzia mechi ya watani wa jadi, watu wote kutoka sehemu moja. Issue ni mitatu hapo, ninazungumzia Kariakoo derby. Na humu ndani leo nimetembelewa na watu mbalimbali, naweza kuzungumzia ni wadau masuala ya michezo na masuala ya burudani kwa ujumla. So tutakwenda kupata mengi tu. Kwanza kabisa kuhusiana na ule barua ambayo imetoka katika Tanzania bodi ya ya mechi wasimamizi wa ligi kuu, masuala fulani hivi kwa wametoa pale kwamba ndio mchezo umehairishwa, lakini watatangaza siku ile maalum. Lakini upokeaji wa watu wengi umekuwa ni tofauti. Watu wengi wamefikiria mengi. Vipi kuhusiana na wafanya biashara? Vipi kuhusiana na watu ambao waliotoka mikoani kwa wamebook mahoteli, tiketi na vitu vingine kama hivyo? Vipi kuhusiana na wale watu ambao walikuwa lengo kubwa siku ya leo kupitia mechi hii, basi wapate chochote kitu kutokana na vitu fulani ambavyo vifanya huko taifa? So maswali ni mengi sana, lakini mpaka sasa hivi hakuna mtu aliyekuja kuibuka kuwajibu kwamba pengine kutakuwa na zile fidia kwa waliokata tiketi kwamba next day ambayo watacheza watu basi watapata kuingia kwa njia fulani au kulipa hasara tofauti tofauti. Hakuna swali kama iliyotokea. So niko na mwenzangu hapa, atakwenda kujitambisha anaitwa nani, lakini moja kwa moja tukapate maoni yake na yeye kuhusiana na ili sakata zito ambalo liko kwa sasa linaendelea mjini. Kwa sababu ukipita katika mitandao mbalimbali ya kijamii huko uwezi kupishana nalo bwana. Watani huko wanakasirika kwamba hii mechi tulikuwa tumepania imeshindikana kukutana na wanakuambia ubaya ubwela. Tunaona mpaka kipindi cha mwisho, dakika za mwisho, baada ya kamati ya kukaa na kujadili kwamba mechi itachezwa siku nyingine tutapotangaza, mtu mzima alikama alikuwa amesimamia pale kwamba timu itawasili uwanjani saa 11. Kwa ni vitu fulani ambavyo kama hawajaamini vimehappen kwa siku ya leo. Ndugu yangu, mambo vipi? Kwa majina anaitwa Hatu Suleiman Msuya. Mimi bwana mshabiki wa Yanga. Umeamua uende moja kwa moja, unataka kukunja kwamba usubiri kuuliza unaitwa nani? Katika hii mechi bwana, Simba hapa kusema ukweli mimi nawapinga. Kwa nini wakatae mechi? Yaani kwa ajili ya mazoezi wanakataaje mechi? Kwani siku zote hizo walikuwa hajafanya mazoezi mpaka waje kusema jana hajafanya mazoezi ndio hawezi kuingia kwenye mechi? Hiyo bwana mimi naikataa. Wewe unaona imekaaje mpaka watu ambao wanahusika kabisa na masuala haya ya ligi kuu kuingilia kati na kuonekana kwa upande wa Simba? Kwa sababu pia Simba hawajakurupuka tu, tumeona pia kuna evidence kutokana na vifungu fulani vya sheria huko. Wanajua wenyewe wadau wa michezo kwamba ndio issue kama hiyo ikitokea basi kuna uhalali wa wao kufanya hicho ambacho walichokuwa wamekifanya. Wao nadhani kipi kifanyike ili mradi kila mtu abaki kuwa na amani ndani ya moyo wake? Kuzungumzia shabiki wa Simba au wana Simba wabaki kuwa na amani, lakini vile vile wana Yanga licha ya haya ambao wamesha tolewa uamuzi. Kama inawezekana mtanange upigwe ili kila mtu awe na amani. Kama mtu watashinda watatoka suluhu, mtanange upigwe. Lama ipigwe pale mtanange. Nadhani kwa nini mpaka sasa hivi wana Yanga hawajaamini kabisa, na ukiangalia viongozi baadhi wa timu kama ndugu yetu msemaji mwenyewe naye mpaka mida fulani ndo akawa anazungumza hivyo vitu kwamba wachezaji watawasili saa 11, which is mwanzo angezungumza hiyo basi watu wangejitokeza wengi kabla ile kauli ya kutoka viongozi wa ligi kuu kwamba kusema kama hiyo derby haitokuwepo siku hii ya leo. Hapo kidogo sijaelewa namna inavyoenda kwa msemaji alivyoongea, sijaelewa. Na maana design kama anakinzana na uongozi wenyewe. Ndio nakubali. Maana hapo anakinzana kidogo na uongozi. Lipi lifanyike sasa kwa ndugu zetu ambao pengine kwa upande wako wanavyoona kwamba likifanyika hili itakuwa ni bora, licha kwamba wao kugairisha mechi, lakini kuna watu ambao wameingia mfukoni mwao kujinyima siku ile kwenda kushuhudia eza mnyama akifungwa au ndugu yetu wananchi wakifungwa au wakifungwa washangilie ushindi, mambo mengine yaendelee?
kwa hapo yani vitu ambavyo wanataka yani hapa hii ni mtu ilifanyika, yani mnakuta mtu mwingine anatoka mkoani, mwingine ametoka nje, mwingine kabook ticket ya ndege kwamba go nilitani itakuwa ni hivi na hivi, afu mwisho wa siku mambo yamekuwa. Kila timu kama inaweza kuwatafutia mashabiki wao hela au magari waweze kuwarudisha majumbani kwao, na kila mtu aweze kurudi majumbani ili iwe shwari kabisa. Wazani hiyo itawezekana kwa sababu pia tunaona wanakuwa ni watu mbele kwenye kutoa hamasa kwamba tujaze uwanja, lakini kitokea kama issue hizi kikweli wasemaji wenyewe wanaingia chimbo kabisa kuwakimbia wadau wao michezo kutoka mikoani, kutoka matawi mbalimbali Dar es Salaam. Inawezekana manake kila timu na matajiri kama Yanga GSM, Simba Mo, yani matajiri wote hao. Kwa hapo inawezekana wakatafutia pesa na kalipia usafiri wakarudi makwao. Lakini pia katika pita zetu kwa tumekuja kugundua kwamba hii issue haikuanza leo, kwamba hata mwaka 2021 kwa kitu kama kishawahi kutokeaga masuala kama haya. Kwa kujirudia kwa mara nyingine, pengine unadhani kipi kiweke sawa ili mradi kusije kutokea issue kama hii ambayo imetokea siku hii ya leo? Watu tulikuwa tunaona kama ni utani tu toka jana, lakini mwisho wa siku imekuwa ni serious issue. Yaani tulivyoamka ndo kama imekuwa imetufungua akili. Sasa ukiangalia muda wa saa 7 watu wako pale uwanjani, lakini sio kama muamko wa siku zote ambavyo unakuwa kwamba watu mida hiyo watu wanakuwa wengi wafanya biashara, lakini tunaona uchache wa watu baada tu ya kauli ya ndugu yetu Ahmed Ally pamoja na Simba wenyewe kuandika ule waraka pale. Hapo sheria zifuatwe yani barabara, yani zifuatwe kile ilivyo. Bila sheria kufuatwa hapo itaonekana yani patakuwa kidogo hii jambo litaendelea hivyo hivyo miaka na miaka. Kwa hiyo unavyoona kwanza uamuzi waliochukua wa Simba uko sahihi ukifuatia ukienda kufuata na sheria inavyozungumza? Yani kidogo ipo katikati, sahihi na sio sahihi. Maana kama isingekuwa sahihi, kwa nini sasa mpaka bodi ya masuala ya ligi kuu Tanzania kuingilia kati na kuonekana kusupport Simba, which is inaonekana kisheria wako right kufanya hivyo? Yani ndio maana nikasema iko sahihi na haiko sahihi. Kwa sababu ndio wewe ni shabiki wa Yanga, that's why utaki kuegemea upande fulani na kuonekana ni snitch. Hapana. Manake hapo sheria ndio tunakubali sheria kufuatwa. Manake walifika pale uwanjani na pia kidogo palitokea mzozo jana hapo. Ndio maana bouncer wa Yanga kuwazuia wana Simba kufanya mazoezi na ulinzi mkali. Ndio. Ila sheria zifuatwe tu hapo watu ili pale vizuri ili kwa unavyoona sasa kama washabiki wa Yanga, let's say hiyo mechi ingechezwa, pengine matokeo yangekuaje kwenye upande wa timu zote mbili? Kwa ansi bwana wana Yanga hapa, mimi kwanza nasema Yanga hapa bwana tungeshinda. Hii mechi tungeshinda. Sio na wenyewe washaanza kutuogopa, yani tungewapiga barabara. Tena tungewapiga 5 au tungeongezea juu wiki kabisa 7. Tungewapiga hii mechi. Asante nikushukuru sana kwa muda wako, lakini pia wacha tukukumbushe wadau waliokuwa na sisi toka hapo mwanzo mpaka tupofikia jina lako. Baada ya hapo utazungumza chochote kile ambacho kama ushauri kwa watu ambao wanafuatilia kutoka sehemu mbalimbali. Kwa majina naitwa Hati Suleiman Msuya. Unaweza kunitafuta WhatsApp, Instagram. Namba zangu 0784475888. Nashukuru sana. Namba zake hizo kaziacha, mdau wa masuala ya michezo. Kwa hiyo wewe kama una lolote lile swali kuhusiana na chochote kuhusiana na masuala ya mipira na vitu fulani hivyo, basi utamtafuta kwa njia hiyo hapo. Nikushukuru sana, mpaka wakati mwingine. Feti Media, better for life.